Samia Suluhu Hassan wakati akizindua soko hili kuu jipya la kimataifa la Kariakoo alielekeza kwamba amejionea miundombinu ya kisasa, lakini isingekuwa bora miundombinu iliyoko hapa wafanyabiashara na wafanyakazi wawe hawawezi kuitumia. Kwa hiyo kwa kuwa tayari wenzetu wa zimamoto na ushirikiano nao, utakumbuka wakati wa uzinduzi wa soko tulielezea kwamba tumewapatia ofisi, lakini tumewapatia sehemu ya kupaki magari. Kwa hiyo wametupa ushirikiano, wamekuja kutoa mafunzo kwa ajili ya kujihadhari na majanga yote ikiwemo ya moto, ajali na vitu vingine. Tunawashukuru na tunawapongeza kwa sababu wana timu ya kutosha. Wameanza na mafunzo kwanza ya theory wakionyesha PowerPoint presentation zao, lakini wamehamia kwenye mafunzo ya vitendo, wameonyesha njia gani za kutumia, njia gani za kujikinga. Tuna imani baada ya muda wafanyabiashara na wafanyakazi wa Kariakoo watakuwa wanajua jinsi ya kujikinga na majanga yoyote ambayo yanaweza kutokea au kuwa msaada kwa watu wengine. Na tumewaomba wenzetu wa zimamoto kwamba hili liwe endelevu, kwamba leo wamefanya na hao, lakini wametuahidi watakuja kufanya pia na management, kwamba hii itakuwa ni endelevu, kila baada ya muda wanakuja, baada ya muda wanakuja. Leo tumekuwa na mafunzo ya kuzima moto na uokoaji pamoja na huduma ya kwanza katika soko letu kuu la Kariakoo. Huu ni mwendelezo wa maelekezo aliyotoa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yote na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Mafunzo haya yamejikita zaidi kuwajengea uwezo wafanyabiashara wote wa marika yote, wa makundi yote na wale wote walioko ndani na nje ya nchi, ili waweze kutumia vifaa vilivyowekezwa katika jengo hili. Registered candidates ya wafanyabiashara waliojisajili katika soko la Kariakoo Market Corporation ni zaidi ya 1800. Taarifa au takwimu sahihi kutoka kwa mkurugenzi CPA Ashraf. Na leo tuna washiriki zaidi ya 230. Hivyo tumeichukua kama sample ya kuwamezesha na kuwashibisha vilivyo. Wao watakuwa ni wakufunzi tunaita train of trainers kwa watu wote wanaokuwa wanaendelea. Na isitoshe, sio kwamba ni leo tu tunafanya, huu ni mwanzo tu. Tutakuwa tunafanya routine continuous kwa kila mara uhitaji unapoonekana, na kuwa na mashirikiano mazuri na management nzima na timu ya soko la Kariakoo. Leo hii tunao wenzetu wa watu wa zimamoto wamekuja kwenye eneo letu kwa ajili ya kutoa mafunzo. Kwa mafunzo haya kila mfanyabiashara ameyapokea na naamini yuko tayari kwa ajili ya kwenda kwenye utekelezaji. Lakini so far kwa wafanyabiashara, kile ambacho tumemwahidi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye ufunguzi wa soko letu la Kariakoo, tulimwahidi ni kulinda miundombinu na kuhakikisha kutunza mazingira kwenye soko letu hili, ili kwa namna yoyote ile uharibifu wowote ule utakaotaka kujitokeza kwenye soko la Kariakoo, sisi wenyewe ndio tutakuwa askari wa kuweza kulinda soko letu. Elimu tumeipata, tutaizingatia vya kutosha. Kwa kweli sisi tunamshukuru Mungu sana kwa mama kutufuatilizia, kuhakikisha kila mtu kwanza amepata maeneo yake, alafu kuhakikisha kwamba tunapata elimu ya kutosha, maana hivi vitu vyote mazingira tunayoona yalikuwa ni mageni kwetu sisi, tunayasikia tu kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti, hatujawahi kuvishuhudia kwa macho. Tunashukuru kwa hii elimu pia tulioipata, hatutaitumia tu sokoni Kariakoo peke yake. Hata huko majumbani kwetu pia majanga yapo, tunayaona majumbani, tunaishia kukimbilia tu na kuacha vifaa na familia zinateketea kwa moto bila kujua tufanye nini.